Kuna sifa 5 za watu ambao ni genuine good people, na kila kukicha, na kwa sababu wameamua kushikilia sifa hizi na quality hizi na wamejiamua kuziweka kama standard, ulimwengu unawaadhibu na hawajachia standard zao. Sifa ya kwanza, mara zote ni wapweke na wako peke yao. Na sio kwa sababu ni antisocial, yeye hawezi kukaa karibu na watu ama around na watu, ni kwamba shallow conversation isiyoishia kujenga jambo, ama conversation isiyoishia kutengeneza jambo, kumtoa hatua moja kumpeleka hatua nyingine, ama kutengeneza pesa, ama kutengeneza something valuable na tangible cha msingi, kwake inakuwa ni kama so much expensive, yani ni gharama kubwa, hawezi kuhandle. Sifa ya pili, wana process kila jambo linalokuja. Yani iko hivi, wao maisha yatokei kwamba maisha yao imetokea mwanangu nikapata deal. No, wana process kila kitu kinachotakiwa kuja. La tatu, wanawasoma watu immediately. Yani ukiapia tu wanakusoma moja kwa moja, na ndio maana waongo wanawaogopa hawa watu. Wanajua kabisa tukikaa na huyu jamaa dakika 2 tukianza kudanganya, this guy anakusoma mapema na anaweza kucall out bila kuchelewesha. Namba 4, hawaamini kila mtu, kwa sababu wameshaona promise nyingi ambazo wamepata njiani na zika expire bila kuweza kupata matokeo. Kwa hiyo hawezi kumwamini mtu kirahisi. Na mwisho, namba 5, wamepitia mambo magumu mengi kiasi kwamba hawawezi tena kuelezea vizuri. Na japokuwa wamepitia mambo haya yote, badala ya kuwa magaidi au wakorofi, yani wamekuwa wema na wamekuwa na watu wenye shukurani sana, kwa sababu wamepitia mambo magumu na wakayaona, wakayavumilia. Wamekuja kugundua kwamba kila situation inayotokea inakuwa ina sababu nyuma yake. So wamejikuta wametengeneza upendo, ukarimu, utulivu na kujitengenezea furaha kutoka ndani moja kwa moja. Na ndio maana hii dunia sasa everyday inajaribu kuwapinga na kuletea hika. So watu wengi kwenye jamii zetu ama watu wanaotuzunguka ni watu ambao wanaishi shallow, wanaigiza kuwa watu fulani lakini sio hao watu. So kwa sababu sio hao watu, wakikutana na mtu huyu ambaye kaenda ndani, toka ndani mwake chini, amejitengenezea foundation na msimamo na misingi na namna gani anaweza kuperceive mambo yao, wao wanaona kama ni mtu tofauti sana na wao. So ukiwa mtu kama huyu, usianze kuona kama like au mimi nina tatizo. No, hii itumie kama ishara ya kuprove kwamba mimi ni mtu sahihi na nimeweza kupitia kila hatua, na badala ya kunivunja, haikunivunja, ikanitengenezea system na immune mpya ya kuweza kukabiliana na mambo yote yanayokuja mbele yako. Hakikisha umefollow page hii.